Dr. James Mwangi of Equity anawaka moto ya blue. Enough is enough. Let's do the audit of conduct. Now he has said, yes, we have dealt with those who were stealing from customers and making loans unaffordable. What about those who steal from the employer? They come and hang their coats. They come and they keep long queues because they are not processing. We can catch them by saying, this is the number of transactions per day. And I can't wait to see these. So once you get the right people, nothing happens without an insider. If you look, all the incidences you talked about, like leakages, there's a staff we have taken to court. There's a staff we have taken to court. So we are cleaning the house, and we'll clean it thoroughly. And never again will it ever happen. Because once one finger is soiled, it soils all the others. And that explains to you why we have taken the approach. You can't make a promise to the market and then undermine the market. You can't create a blood and then undermine the blood by what you do. So you can trust that if leakages is from people, we'll deal with that. If leakages is from fraudsters, Naftali will deal with it. If leakage is from credit, Sam Kitwekera will deal with it. Yes. This is because of the fraud in imekuwa Equity Bank. He's saying he'll stop at nothing to stop it. He's cleaning everything. Actually, amesema atatumia nyundo to kill a fly. And it's not just because of the money that the bank lost, but because of reputation. And therefore, he is hiring the best minds in the market to deal with fraud, security, and risks. Actually, ameongeza directors wengine hapo wa kali sana. So he's saying he's dealing with the two kinds of this. Mwizi wa kwanza, these are still from customers, making the processes difficult, hard, time consuming, and some loans product very, very expensive. The second kind of a thief, mwenye anaimbia employer, anaenda na koti, anahang kwa kiti, anaenda kupiga hasa yake. Wewe ukipatikana you will join your group ambayo tayari wamepelekwa kotini kwa sababu ya wizi. Sasa sahi hakuna kuibia customer, hakuna kuibia employer. Kama uliajiriwa 8 to 5, chapa kazi, because they will be looking at the number of transactions you perform every day. Hapa hakuna kupotelea, my friend. Ni kubaya but huwezi elewa. Non-operating company. Equity Bank fires 2,000 employees. Equity Bank imefuta employees ama wafanyikazi 2,000. Kwa sababu ya nini? Kitu inaitwa conflict of interest. What is that? Wameingia kwa account zao wase wenye wameajiriwa, wakaona kuna dozi inaingia kwa account yako ya bank na pia kuna M-Pesa. Kuna matransaction unafanya tu kubwa kubwa, like hazipelekani na salary yako. Okay, maybe unaweza kuwa unachapa job huko hivyo nje, but wacha tu justify, wacha tu verify. Tuelezee hizi dozi zinatoka wapi. Na kwanza hizi dozi tunaona zinatoka kutoka kwa customers wetu. Ni deal gani mnachapa na customers? Hebu tuelezee. So the guys hawakuwa able kuelezea and they were fired. Waliambiwa ni aje, kiguna njia, kanyanga nje. Wakatolewa hivyo job, wakaenda hivyo. So Kasalo kameenda hivyo. Na guess what? Wameforfeit the long serving benefits. Zile benefit mse unaweza ajiriwa kwa kampuni fulani, waambie ni aje umeenda leo, so tunakusindikisha na aka, una get. So hiyo yote wameforfeit, meaning imepotea hivyo. So wamepewa tu zile dues zao. Kama ulikuwa umechapa jobs siku 30 ama siku 25, unahesabiwa pewa zako, kanyaga. Job imeenda hivyo. That's why nawaambianga kitu moja, two things. Number one, usiwahi depend na salary. Like kuseme mimi nimehook hope yangu kwa salary. No, be very careful. Number two, usiwahi depend na hii mentality ya, how can I say it? Sorry, I got distracted kidogo. So usiwahi depend na salary in one way or the other. Cause unaweza amka asubuhi ulikuwa job, hauko job. Like wase wako wameplan ati kukosa job this month ya December. Ndio hiyo imeenda. Haya, number 2, naambianga msee, kama unachapa ka side hustle, kuna ka job unachapa kuivunja. Acha usiambie hata marafiki zako. Wewe uko na kimdomo hapo maybe. Unajua nilianza kazi ya kuuza nyama. Unajua Yamaza, usiwahi taka stories zako za side hustle ama kazi yako ya huko hivyo nje ijulikane. Hapana, wewe kanyagia tu. Kanyagia chapa. Na hii kitu mimi nilijua back then. There was a time karibu nilofokwe. There was a time I was attached somewhere. And
niseme nisiseme. So hapo mali ilikuwa attached, nikaona kwamba kuna biashara naweza chapa. Kuna vitu hiyo kampuni, kuna vitu naweza kununua. Sikupewa kununua. Basi sasa walikuwa wanatuuzia na bei poa kwa sisi tulikuwa staffs. Okay? Zilikuwa stories za mamaziwa, kulikuwa na nyanya, kulikuwa na nini na vitu kama hizo. So I was like, see I can nunua these things in large quantity then ninauza. And I used to do that. And in the process of me kuuza hivyo nanunua, naenda nauza, nachapa unajua internship huko unalipwa anything. In that process nilipatana na employees wengine pia wanauzanga na hakuna mtu anajua, nobody told each other. Huyu mzee akaniambia, hii kitu tunafanya si mbaya cause unaona tunanunua na tunauza. But hao sio wakijua inakuanga ni noma cause watasema uko na conflict of interest. So kaenda kuanza biashara na huko, kaenda kufanya shughuli zingine. Please, in one way or the other, usiwahi taka kujulikana unafanya biashara. Kaa kivyako. So hivyo ndo kuko. So bank ya Equity imefire wase 2,000. Nakumbuka last time sijui walifire 1,200. Mimi nazambia mseka unaochi hii video na unafanya job kwa bank. Hizi bank zingine zinaweza ingilia. Pia zianze kufanya the same. So kama unajua ukifanya vitu zako hivi, utajua ujui. Anyway, this is good just. But mimi naelewa, unajua Wakenya si tunakuanga aggressive. And I think that's why tunakuanga hated na wase wa East African community, wanasema. Anyway, let's not get there. But if unachapa biashara zako, please kuwa msehemu clean. Number 2, kaa chini ya maji. Anyway, if you need my services, that's my number. Pick it up there. Shoot me a text on my WhatsApp. Then we shall talk. For now, so goodbye. See you in the next one. Micro enterprises can't be asked kickback, not in this bank. This is a corruption-free environment. And customers must be given services without expectations of rewards and inducements. Umeona vile Dr. James Mwangi of Equity Bank amekasirika. Employees walimfanyia ile kitu. Walimuibia more than 2 billion Kenya shillings. Naye ameamua atafuta more than 1,000 of them ili hiyo makosa isifanyike tena. But I want you to know, bank employees steal money not because the system is weak, but because they understand the system. And the worst part is, these thefts are strategically small and recurring and just below the red alert threshold. Iwezi julikana. Wacha ni kuonyesha vile wanacheza hii game. Pole pole bila kujulikana. Number 1, there is what we call sleeping accounts fraud. Hizi ni accounts zile hazina activities nyingi ama ni dormant za wazee, deceased, then they periodically withdraw kidogo tu bila kujulikana. Number 2, ATM reversal scams. So when a client or a customer complain kwamba withdraw yake haikuwa successful, so an employees go there and initiate manual reversal. Anaweza delay kurefund ama apunguze pesa kidogo, but hutajua hiyo inaenda hivyo. Number 3, forging signatures and manipulating checks. Wakiweza kuaccess physical documents kama hizi, wanajipatia pesa wao wenyewe through those checks kama wameforge. Number 4, loan disbursement and ghost borrowers. Employees create borrowers profiles, wana approve loans, wana withdraw pesa na maisha inaendelea. Number 5, reverse of failed transactions and pocketing refunds. So when customers complain about failed mobile transfers, employees wanafanya vile tu, they intentionally delay reversals ama wana reroute funds to proxy accounts. Hizo zinaingia nyasi. Number 6, internal systems exploit. IT person washikane hivi na cashier, that is digital robbery. Hizo zinaenda hivyo. Number 7, bribe for service. Unaitishwa bribe wa kuapprove loan haraka ama wa kuongezea limits ya vitu kama overdraft na kadhalika. Hizo zinaenda hivyo. Number 8, cash shortage hidden in balancing tricks. Kama Taylor akona short, wanakoroga ukarabati inatoshana, but hizo pesa zinaenda hivyo. Number 9, system glitch syndicates. This is where employees wana fake
kwamba kuna system which iko na kashida. And then certain transfers are initiated, duplicated, na zinawachwa hivyo, pesa zinaenda. And number 10, collusion with outsiders. This is where you understand inside information ikitoka, that is equal to outside robbery with minimal or no resistance at all. Hivyo ndio walifanya. So fanya hivi, kuwa macho, track all your accounts ukiweza every day. Kama kuna issue ya technical, ulikuwa na issue ya technical reversal ama withdraw, make sure you follow up with your account, otherwise pesa zako zitaenda, my friend. Rasta si gangsta na pasha na washa, shikisha tamasha, tavusha mipaka, nambika mikeka, chunga teleza, jaribu eleza, hakuna kucheza na kupembeleza, tuna wajibu wa kutekeleza, ni taratibu kusema kutenda, chakula hula 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 hula.